Tutashika mikono, tutasimama pamoja, tutapigania este mpaka mwisho. Tausimama kama kweli wewe ni mzalendo, pigania haki, usikubali tena damu kumwagika. Sisi ni watu wamoja, hatutakubali, tutalinda nchi yetu milele daima. Ninayo furaha tele moyoni mwangu, msikilizaji na mtazamaji wa Open Mic za Adidas TV, kukutana tena nawe leo siku ya Jumanne tarehe 13 mwezi Mei mwaka wa 2025. Msikilizaji, naitwa Machumbe Etongano Lami Crystal. Ukitaka unaweza kuniita mzee wa taarifa za ukweli za undani zinazokaguliwa, au unaweza kaniita sauti ya wazee kwenye kizazi kipya. Leo tunaangazia uchambuzi wa taarifa za ndani, taarifa za siri ambazo zinaendelea kufanyika kule nchini Rwanda, kule Kigali, mji mkuu wa nchi ya Rwanda, ambako kwa sasa vikao vinaendelea kufanyika vikikusanya watu kadhaa ambao wanaitakia mabaya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ili kutafuta mbinu gani kidiplomasia, kivita, kimikakati wafikie kudhibiti nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aswa mashariki mzima mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msikilizaji, moja kwa moja tunakusanya taarifa ambayo tumeipata rasmi kwa taarifa za undani sana. Ni taarifa inayozungumzia, msikilizaji, kikao ambacho kiliendeshwa siku ya Jumamosi, ilikuwa ndo tarehe 10 mwezi Mei mwaka huu tunao, kule nchini Rwanda, katika hoteli fulani kule nchini Rwanda. Kikao ambacho, msikilizaji, kilitimua vumbi kuanza majira ya saa 5:30 usiku hadi saa 8:30 usiku wa manane. Na kikao hicho kilikuwa kuangalia mikakati gisi gani waasi wa M23 AFC pamoja na serikali ya Rwanda kudhibiti mikoa ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ama tutaje kwamba mkoa wa Kivu Kusini, Kivu Kaskazini, Ituri, Tanganyika na Manyema. Kikao hicho, mpenzi msikilizaji, kilihudhuriwa na watu wafuatao. Wa kwanza alikuwa rais mstaafu wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bwana Joseph Kabila Kabange, ambaye wengine wanamuita Hippolyte Kanambe, lakini anajulikana kwa majina ya Joseph Kabila. Wa pili alikuwa rais wa nchi ya Rwanda yenyewe, ambaye anaitwa Paul Kagame. Wa tatu ni Angel Kagame ama Angel Kagame, mke wa rais Paul Kagame. Wa nne aliitwa Azarias Ruberwa, na watano ni Sultani Makenga, ambaye anaongoza kwa sasa vikosi vya M23. Waziri wa ulinzi wa Rwanda pia alihudhuria mkutano, na waziri wa ulinzi wa Uganda na waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Bwana Nduhingire alihudhuria huo mkutano. Msikilizaji, lengo madhubuti la mkutano ni kupanga mikakati namna gani watadhibiti Kivu mzima ama mikoa mizima ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pasipo kuhusisha utawala wa Kinshasa, yani kinyume cha utawala wa Kinshasa wa Rais Felix Tshisekedi, na kinyume pia cha chama cha muungano wa Mto Kongo ama Alliance Fleuve Congo chake Corneille Nangaa, ambaye kwa sasa ndiye mratibu wa AFC. Lakini kwa undani ni kwamba wanatafuta mikakati watawale mikoa ya Kivu Kaskazini, Ituri na Kivu Kusini pasipo Nangaa kuhusishwa, pasipo serikali yetu kuhusishwa, yani kinyume cha serikali. Na lengo nyingine lilikuwa jinsi gani watatangaza rasmi jamhuri mpya ambayo ni ya Jamhuri ya Kivu inayoongozwa na Joseph Kabila Kabange na ndugu zake Wanyarwanda wa Rwanda. Mikakati mingine ambayo ilipangwa ilizungumzia kuwaua wazalendo wote waliojiunga na AFC M23 baada ya kuona kwamba idadi kubwa ya Wanyarwanda imeuawa katika mapambano eneo zote ambako vita vinazuka.
kitu ambacho kwa sasa Rwanda ama Watusi wanaona kwamba kinakwenda kinyume na kile kilichoonekana mwaka wa 2012 na 2013. Maana mwaka wa 2012 na 2013 hapakuwepo na mauaji mengi upande wa Wanyarwanda, lakini baada ya wazalendo na jeshi la FARDC kuungana ili kupiganisha uvamizi wa Rwanda, inaonekana kwamba kuna maafa mengi upande wa M23, upande wa RDF ya Rwanda na upande wa AFC kupitia kile wanachoona kia mtema kuni katika maeneo yote ya shamba la vita. Msikilizaji, ni kwamba kabla tujaendelea na kupa kibao kidogo cha msanii huyu ambaye anaitwa Elijah. Elijah ni msanii wa asili ya jiji la Goma, lakini akiwa nje ya nchi ni msanii miongoni mwa wasanii wanaoimba nyimbo za uzalendo. Msikilize kwanza. Muzalendo, wanakuja kwa bunduki, wanachukua ardhi yetu, wanaua bila huruma, watoto wanalia, tunalia kwa sauti, lakini nani anatusikia? Hakuna amani, mateso kila siku. Uda usimama este, pigani haki, usikubali tena damu kumwagika. Sisi ni watu wamoja, hatutakubali, tutalinda nchi yetu milele daima. Mataifa yanatazama, lakini wanakaa kimya. Wanauza dhahabu zetu, mafuta na almasi, wanaiba mali yetu, wanatuacha maskini. Lakini hatutakata tamaa, tutaendelea kupigania Kongo yetu. Wetu watu ogopi Kagame wala Musaliti Nanga. Usimama este, pigani haki, usikubali tena damu kumwagika. Sisi ni watu wamoja, hatutakubali, tutalinda nchi yetu milele daima. Huo ulikuwa wimbo wake Elijah, ambaye anatoa siri nyingi sana za hawa beberu Watusi wanaoungwa mkono na beberu za barani Ulaya na Marekani. Na msikilizaji, tuendelee na lengo nyingine la mkutano huo lilikuwa kuwaua vigogo wote wafanya siasa, kuanzia kwanza na Nanga ambaye kwa sasa anajitangaza kwamba anapoungana na RDF M23 kwamba atakuwa na cheo kubwa na yeye ndo atakuwa kama vile kipaumbele cha utawala wa kwenda kupindua serikali ya Kinshasa. Upande wa Watusi ni kwamba ndani mwao mna agenda nyingine na ufichama ambayo Nanga haijui. Sio agenda ya kupindua Rais Tshisekedi, lakini ni agenda ya kutangaza mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa Hima Empire ama Empire Hima. Na kwa hivyo hao wafanyasiasa ambao wanatafutwa kwa sasa wauawe. Miongoni mwa hao wafanyasiasa wa kwanza ni Corneille Nanga na wengine, ili kutafuta aina ya madai kulingana na makubaliano yake Nanga yaliyoifanya kibinafsi kati yake na Paul Kagame na Joseph Kabila Kabange. Lengo nyingine ni kuanzishwa rasmi kwa Hima Empire ama Empire Hima, ambayo itakuwa ni empire ama himaya ya Watusi. Na hiyo Hima Empire ukiangalia kwa undani vizuri, sio tu nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hima Empire inatakiwa kutawala Afrika Mashariki mzima, mkiwemo nchi ya DRC, nchi ya Rwanda, Uganda, Kenya, Burundi na Tanzania. Lengo nyingine ni kusema kwamba ni utumiaji wa njia ya mpira, yani njia ya kucheza mpira, kucheza mbinu, kucheza agenda za chini chini, kuwatumia wapatanishi wa mizozo. Hawa Wanyarwanda, hawa Watusi wanatumia mbinu za kuwatumia wale wapatanishi wa mizozo, kama alivyokuwa Rais Lourenco wa Angola ambaye alikuwa anasimamia mzozo wa DRC na Rwanda, Rais wa Qatar
na pia Donald Trump wa kule Marekani. Hawa wanawatumia wale wapatanishi kuwapa vitu ambavyo watawashusha chini au watawagandamiza viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na viongozi wote wa Afrika Mashariki, ili lengo kwamba wafikie kufaulu kutangaza Hima Empire. Nikupe mfano wa kwanza ni kwamba rais wa nchi ya Tanzania hayati Joseph Pombe Magufuli, ambaye aliuawa kwa malengo ya hawa mabeberu wa nchi za magharibi na Marekani. Na ukiangalia kwa undani sana, kifo cha Magufuli si kwa ajili ya corona. Magufuli ni miongoni mwa marais wa Afrika ambao walikuwa na msimamo mkali mbalimbali na hawa watu wa nchi za magharibi na Marekani. Na ukiona vilivyo, kulikuwepo pia rais Pierre Nkurunziza wa Burundi, ambaye pia naye alikuwa na msimamo mkali uliokuwa umefanana na msimamo wa Gaddafi kule Libya. Na kwa leo tuseme mfano wa huyo rais Pierre Nkurunziza ama Pierre Nkurunziza ni kama rais Captain Ibrahim Traore wa kule Burkina Faso. Hawa mabeberu wa Ulaya na Marekani ambao wao wanathamini kiukubwa kabila la Watusi na kuwaweka kama ndo ndugu zao wa karibu. Chochote ambacho Watusi wakilalama, wakiwa wametaka kitu fulani kifanyike, wanawaambia hawa viongozi wa nchi za magharibi na nchi za Marekani, na moja kwa moja wanawakubali ili kuangamiza makabila ya kiutu ambao kwa Kifaransa wanaitwa les Bantu. Msikilizaji, tupumzike kidogo na kibao kingine cha msanii huyo Elijah, ambaye ni msanii anaimba nyimbo za uzalendo. Nanga uliona wapi? Umechagua upande gani? Wewe ni mtoto wa Kongo, lakini umejiweka mbele ya Kagame. Wanyarwanda wanacheka, wanakupoteza wakiwa na siri zao kama mzee Kabila. Utatengwa mbali. Nanga, fikiria vizuri, si wenzio wa kweli. Wale unaowaamini watakusaliti kama walivyofanya kwa mzee Kabila. Weni mtu jue kama Wahutu hawafai mbele ya wale maimbu wa Watutsi. Mwisho watakuwa nawe juu ya mali. Nanga, umeamua kusali nchi yako mkuu wa Kongomani. We ni nyama kweli. Na msikilizaji, tunarudia moja kwa moja ni kwamba tunaelekea katika wale vinara wa Afrika na nchi ya DRC ambao wanaonekana kuwa tishio kubwa na vizuizi vikubwa ili Hima Empire isipate kufaulu. Mwingine ni rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa, Bwana Felix Tshisekedi Chilombo, ambaye amekuwa tishio kubwa kwa Watusi na kuwa kizuizi kikubwa sana. Anaweza kusababisha kufeli kwa Hima Empire ama Empire Hima. Katika hali ya diplomasia, Rais Felix Tshisekedi anafanya kazi kubwa sana ili kufelisha hizo ajenda za Hima Empire. Mwingine ambaye ni tishio kubwa nchini DRC ni Costa Mutamba, ambaye ni waziri wa sheria nchini humo. Kwa sasa anaonekana kuwa tishio kubwa kwa Watusi na kwa kufaulu kwa Hima Empire. Waziri wa nchi ya DRC anayehusika na mambo ya nje, Mheshimiwa Teresa Kaikwamba Wagner, akina mama huyu nchini DRC ni tishio kubwa kwa Wanyarwanda na Watusi kwa ujumla. Katika hali ya kidiplomasia, katika mikakati anayoiendesha ili kufelisha Rwanda katika malengo ya kuigawa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kidiplomasia, huyu anaonekana kuwa tishio kwao. Upande mwingine ni waziri wa nchi ya DRC anayehusika na mambo ya uchukuzi na mawasiliano, Bwana Jean-Pierre Bemba Gombo, ambaye naye pia ni tishio kubwa ili Hima Empire isipate kufaulu. Mwingine ni Mbusa Nyamwisi Antipas, ambaye ni mbunge wa kitaifa na mtetezi mkubwa wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyu naye ameonekana kuwa tishio.
Mwingine ambaye ni tishio kwa sasa ni rais wa Burundi, Mheshimiwa General Evariste Ndayishimiye, ambaye naye amekuwa kizuizi kikubwa cha kugawa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na amekuwa pia kizuizi kikubwa na tishio kubwa katika hali ya kufaulu kwa Hima Empire. Tishio nyingine ni rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, ambaye naye pia amekuwa tishio na kizuizi kikubwa cha kufaulu kwa Hima Empire. Hawa wote ni walengwa wa hawa Watusi, kusema kwamba hawa watu wasinge kuwepo, uwepo wao ndo unazuiza mipango na ajenda za Watusi katika kile wanachotaka kutangaza jamhuri mpya ya Kivu, na hiyo jamhuri ndo itaongoza Hima Empire Afrika Mashariki. Tishio la mwisho ambalo ndo tishio kubwa maalumu ambalo linawachanganya hata Paul Kagame, hata wale mabeberu wa mataifa ya magharibi na Marekani, ni Mheshimiwa William Amuri Yakutumba pamoja na muungano mzima wa wazalendo, ambao hata sasa Paul Kagame anakosa mwelekeo kuhusiana na kile anachokipanga. Sasa wazalendo wamesimama kidete. Limekuwa changamoto kubwa sana kwa Watusi kuwezesha mipango yao, pia changamoto kubwa sana kwa mataifa ya magharibi na Marekani kuwasapoti Watusi na kuwezesha mipango yao. Sasa kwa wazalendo waliojiunga na AFC baada ya ushindi wa hawa Watusi, ni kwamba hawa wazalendo wote waliojiunga na AFC watauawa na wananchi wote, na yeyote yule, kwanza Corneille Nangaa na wote wale wanaojiunga katika chama hicho kwa kuwasaidia Watusi, kwa sababu hawajui ajenda ya ndani ya Watusi. Wote watawaua ili wasiwageuke hapo mbeleni. Na msapoti mkubwa ama mzamini mkubwa wa kwanza, msaada wao wa kwanza ni nchi ya Ufaransa, kama mshirika mkuu anayesababisha hali ya utovu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Afrika Mashariki kwa ujumla. Mshirika wa pili ambaye ni mzamini wa pili ni mabilionea wa Marekani pamoja na nchi ya Marekani, ambao wanasapoti Watusi kidhana, kifedha, kimafunzo na kimikakati ili wawezeshe mipango yao ya Hima Empire. Na hawa wa Faransa na wa Marekani, licha kwamba wanawasapoti hawa mabeberu wa Rwanda au Watusi wa Rwanda kuwezesha lengo lao la Hima Empire, ila kwa undani kuna ajenda ya hawa watu wa magharibi na watu wa Marekani. Ajenda yao ni kwamba wanapokuja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufanya mikataba ya kiuchumi kati ya nchi za Ulaya na nchi za Marekani na DRC, hawatakuwa na uhuru wa kuchuma gisi wanavyotaka. Ndio wanatumia nchi ya Rwanda, nchi ya Uganda na nchi za Kenya kuendesha migogoro mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ili wao wapate nafasi ya kuchuma dhahabu na rasilimali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kupitia hivi, mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Open Mic za Didas TV, tunaomba wazazi wote wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwafunza wana wao historia ya huu uvamizi wa Rwanda, ili kama watafaulu kwa leo, huenda watafaulu malengo yao hapo mbeleni. Sasa natakiwa watu wafunzwe, wawe makini kwa huu uvamizi. Matatizo ambayo yanapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni swala sugu ambalo halihusishi tu Mkongomani ama nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini linahusisha mataifa mengine Afrika, haswa Afrika Mashariki. Maana Hima Empire sio tu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ila Hima Empire itachukua mataifa mengine ya Afrika Mashariki na Afrika ya Kati. Tunachoomba ni kwamba Waafrika tuwe macho, tupiganishe kwa ujumla huu uvamizi, maana ni uvamizi unaotaka kutawala Afrika mzima. Ujumbe wa mwisho ni kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, isifumbie macho uvamizi, maana utakuwa uvamizi ambao utatawala ukanda mzima wa Afrika Mashariki na Kati. Hadi hapa, mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Open Mic za Didas TV, sina la ziada katika uchambuzi huu wa makala ya habari za undani iliyotekelezwa na kuendeshwa nami mtekelezaji wako na muandaaji Machumbe Etungano Lami Crystal. Ni kuacha na kibao cha msanii Elijah, ambaye ni msanii anaimba nyimbo za uzalendo akiwa na asili ya jiji la Goma, na kutakia kila la fanaka, mchana murwa kwako na kwaheri.
Wazashu, oh yeah, wazalendo, oh yeah, bana Congo, telema na force, toko bunda tina suka, tozali bankoi, mabele na biso, eza yaba ancestras, banya wanda na nanga bakoya kasi tokotika bangote. Wazalendo debu, wazashu debu, tokangi mboka tozali makasi, banyama bakoya kasi tokobunda na motema moko Kongo mboka na biso. Uilingo mananga pe Kagame bakosala eloko mokote kasi Kongweza na bana ya solo Kongweza ya biso bavre wazalendo tozali basimba totelemi makasi tango ya kobanga esili